Leo nilikuwa keynote speaker kwa ajili ya kuelezea habari za maendeleo endelevu katika nchi hii. Sana sana tunachoangalia kwa dunia ya sasa ni jinsi gani tunaweza kutunza mazingira yetu ili yaweze kutunza vizazi vinavyofuata. Kwa hiyo jukumu hili limepewa wahasibu kuhakikisha kwamba wanatoa taarifa ya jinsi gani mazingira yanatunzwa na vyanzo vyake. Kwa hiyo kikubwa tunaasa wananchi waweze kutoa mwitiko mkubwa katika kutunza mazingira yetu, na pia tuweze kuwa na matumizi sahihi ya mazingira ili kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Asante. Mimi kwa upande wa tafiti niliyofanya ilikuwa na lengo la kuangalia sababu mbalimbali zinazopelekea usalama wa chakula nchini Tanzania na hata kwa nchi nyingine za jirani ya Tanzania. Sasa utafiti niliofanya utaenda kusaidia jamii kwa kuhakikisha chakula kinapatikana kwa wakati salama, na ambacho salama pia na kenye virutubisho vya aina vyote. Yes, kwa hiyo tafiti yangu sasa itaenda kusaidia sekta husika ambayo sekta ya kilimo kufanya uwekezaji katika miundombinu ya kuhifadhia chakula ya kisasa pamoja na vitu vingine kama barabara na mambo mengine, logistics zote yanayohusiana na usambazaji wa chakula. Kutokana na utafiti niliofanya, imeonekana kwamba katika serikali za mitaa hizo changamoto ni kwamba kulikuwa kuna ubadhirifu wa fedha. Kwa maana hiyo, huu utafiti niliofanya utaweza kuimarisha na kuimarisha sehemu zote ambazo zilikuwa kuna ufujaji wa fedha. Vile vile kutakuwa na uwazi katika kupelekea zile fedha ambazo zinapelekwa kule. Kwa maana hiyo itasaidia jamii katika uwazi na